Karibu sana Wezi ICT Plug. Mimi ni Thomas Fidelis. Leo naenda kugusa mada ambayo imeleta mjadala mkubwa kwenye industry ya teknolojia. Je, nani anatawala dunia kesho kati ya ICT and coding? Watu wengi siku hizi wanakimbilia kujifunza coding, wakisema ndio njia ya mafanikio. Na kuna kundi lingine linasema pia ICT hiyo coding si chochote. Sasa swali ni, koda anaweza kuishi bila ICT au ICT expert anaweza kuishi bila coding? Stay with me. Tuanze na coding. Coding ndio inaunda kila kitu unachokiona kwenye simu yako. Apps kama Instagram, TikTok, WhatsApp na hata games tunazocheza. Games kama BRS, FIFA, PUBG na hata wanambo wa Call of Duty. Yote inaanza na mistari ya kodi. Koda ni kama msanii. Anaanza na idea kichwani, kisha anageuka kuwa kitu halisi. Na kusema kweli, coding inalipa. Freelancer wanapata pesa kubwa. Kuna wanaojenga startups na wengine wanauza zao. Lakini coding ina upande wake mgumu. Coding inahitaji kila siku kujifunza. Coding kila siku ina lugha mpya. Coding kama haupendi kujifunza kila siku utabaki nyuma. Sasa swali ni, coding peke yake inatosha? Sasa tuangalie upande wa ICT. ICT sio kompyuta tu, ni mfumo mzima. Ni pamoja na network, server, data management, cyber security. Hii ni backbone ya teknolojia. Fikiria hivi, una app kali sana, umeandika kodi nzuri sana, alafu hauna server ya boost. App yako ipo wapi? Hapa ndipo ICT inaingia. ICT expert anahakikisha mfumo unafanya kazi, data iko salama na network inasoma vizuri. Na huu ndio tofauti na coding. ICT mara nyingi inaleta kazi stable kama IT support, system admin, network engineer. Lakini pia kuna changamoto zake. Watu wengi wanaiona ya kawaida, haitambi mtaani kama coding, na inahitaji certification na uzoefu. Sasa hapa mambo ndio yanapokuwa moto. Hebu tuwe wakweli. Koda ambaye hajui ICT anaweza kuandika app nzuri, lakini akishindwa kuideploy inakuwa haina maana. Na ICT experts ambaye hajui coding anaweza kuwa na system nzuri, lakini hana uwezo wa kutengeneza kitu kipya. Hii ni sawasawa na gari bila injini au gari bila mafuta. Vyote haviendi. Ukweli ni huu, coding na ICT ni kama pande mbili za sarafu. Moja haiwezi kuishi bila nyingine. Kwa hiyo nani anatawala dunia ya kesho? Jibu ni rahisi. Coding plus ICT ni sawasawa na nguvu kamili. Kama wewe unaanza leo, usijifungie upande mmoja. Jifunze basic za coding na elewa ICT. Hapo ndipo unapokuwa tofauti na wengine. Na kabla sijamaliza, na kuacha na swali moja. Kama ungeamua kuanza leo, ungechagua kuwa ICT expert au coder? Kama umejua episode, please subscribe, share, comment and drive. This is ICT Plug. Stay plugged in.